sababu ndiye kocha ambaye wametoka kucheza naye kwenye mechi ya awali ya CAF Champions League. Na ni kocha ambaye niseme kweli na Simba wamekubali kwamba wamewahenyesha sana. Ndio. Kwa ni kocha ambaye amewasumbua na wameona kwamba hata kutoka kwao kuna ugumu. Wameona namna Gaborone United jinsi walivyocheza vizuri licha ya kuwa Simba ilikuwa na wachezaji wazuri zaidi. Simba ni kubwa top 5 ya timu za Afrika, lakini nafikiri imevuka kwa shida. Kwa hiyo ni jambo ambalo nafikiri ni sawa, kwa sababu unaweza kusema kwamba kama ingekuwa ni interview, ilikuwa ni interview ya vitendo. Ni kocha ambaye nafikiri kama watafanya naye kazi vizuri anaweza akawatoa wakaenda mbali zaidi. Lakini kingine cha nyongeza ni kwamba sasa hivi kwenye huo mjadala, nafikiri kwenye huo mjadala tungeweza kwenda na swala la kocha anaweza kaisaidia Simba. Kwa sababu issue isiwe ni ule mjadala exactly kwamba ni manager au sio manager. Labda maana niliongea sana na mmiliki wa Power Media hapa naye hapa ananiambia hiyo kama inaonekana kama ndio nimekuwa mjadala, lakini mimi ninachoona sasa hivi ni kocha size ya Simba anaweza kaisaidia Simba, kwa sababu kulikuwa kuna makocha, mimi nimewaambia kulikuwa kuna makocha wale wakubwa kwenye level kama ya Micho watapata kazi Simba, lakini siku ya mwisho issue kubwa ilikuwa ni Simba wanamtaka nani, sio wanataka nani ambaye atakuja kufanya ukubwa wake. Kwa mimi nilivyomuona ni kocha ambaye sio ana mafanikio makubwa, lakini atakuwa ni kocha wa design za kinafadu, mwenye hamu ya mafanikio. Sasa tuone itakuwa kocha bisho kabisa jembe na tafuti bao nini ndio mwisho ya ataweza kuiweka Simba ili mafanikio na kama Simba mchezo bingwa wa miaka mingi, lakini pia bado ndoto ya kucheza nusu finali ya klabu bingwa na Afrika, lakini safari hii hakuna nafasi ya shirikisho kubwa wametolewa, ndio kurudi nyumbani. Bado mpinzani wake anaendelea kuimarika siku hadi siku. Kwa namna unavyomuona Dimitri anaweza kufikisha Simba kwenye mechi yake. Kwanza tuamini kwamba ni kocha mzuri. Level ya Simba kwake ni level kubwa, lakini kama atapata ushirikiano wa kutosha, mimi ninaamini na nafasi ya kufanya vizuri, kwa sababu hata Fadru kuja kuwa kocha mkuu ameanza na Simba. Before alikuwa ni kocha msaidizi, lakini amecheza finali ya Cup Confederation Cup na amepoteza ubingwa kwenye mechi ya mwisho. So ukiangalia huyu pia kama atapata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa uongozi wa Simba, wenzake kwenye benchi la ufundi, wachezaji pia, mimi naamini ana nafasi ya kufanya vizuri. Kwenye swala la tatu, sijui ana heleni, sijui ana nini, kila watu wana utamaduni wao. Kila watu wanaishi wanavyoishi wao, wanavyopenda wao. Hii tumwacheni kama maisha yake binafsi, na tuamini mfano anatoka Ulaya, kitu ambacho kuchora tatu kwa sijui na heleni sio kitu kibaya, wala sio kitu ambacho kinaweza kufanya mtu akashindwa kazi yake. Nakumbuka kama sikosei Croatia alikuwa na kocha hivyo heleni, na alikuwa ndio akifanya vizuri kwa muda mrefu. Kwa hiyo tuachie wao na utamaduni yeye na utamaduni wake na maisha yake. Mara kesho utasema tena anapiga defense. Lakini ndio maisha yake. Kwa hiyo sisi tuangalie kwenye kazi yake na ataisaidia nini Simba kutokana na namna hali walionayo. Kwa sababu Simba sasa hivi ni timu kubwa ambayo imepoteza vitu vingi sana kwa muda sasa hivi wa misimu minne. Inahitaji kurudisha ubingwa wowote ule mkononi, kwa maana wa kombe la shirikisho au ligi kuu bara. Inahitaji kujitoa kwenye kifungo cha kufungwa na mtani wake sasa hivi mara 6 mfululizo. Ninahitaji kuendelea kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu Simba pamoja na kuyumba huko kote kwenye michuano ya kimataifa walikuwa wanapiga hatua, na tuseme ndio limekuwa tegemeo la Tanzania kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo hawatakiwi kutoka kujiendeleza. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo mimi ndio nilikuwa naona ilikuwa pressure kubwa kwa Fadlu, mpaka mwenyewe akaamua sasa kushusha mikono chini na kuamua kuangalia. Sorry kwamba pia Yanga alikuwa anamtaka Dimitri. Wakasema wanaenda kumsubiria Morocco pale. Ndege ikachange. Dimitri anasema sports. Kweli Yanga alikuwa anamtaka kama ni sehemu ya kuchagiza utani. Nimesikia na mimi nimesikia hivyo kwamba alikuwa anamtaka na kwamba wakapigwa bao na Wasani. Inawezekana ndio, inawezekana isiwe sio, kwa sababu Watani nao wanaoka tabia. Ukimpata Azizikiwa sema nafanya alikuwa anamtaka, ukimpata Pacome anasema nafanya alikuwa anamtaka, si ndio? Na wewe ukimpata kocha unasema nafanya alikuwa anamtaka. Hiyo yanawezekana kukaa kuna ukweli au sio, lakini bado kwa kupatikana kwa kocha huyo ukakwa na Yanga na kupatwa na Simba inaweza kuwa sio jambo la msingi sana. La msingi uwezo wake wa kazi na atasaidia vipi. Tumemwona Roman Falls mmoja mmoja alienea kaendelea mashabiki wa kocha Roman Falls anataka South Africa. Leo Yanga amefanya mazoezi akijana na mchezo wa Afrika.
League barani Afrika kule nchini Malawi. Kocha huyo watu wanafanya kwaje wenda ndio thank you kwa Romain Folz. Lakini hebu ngoja tusubiri tuone, kwa sababu kama Yanga hawajasema wamempa thank you, mimi naweza nikasema. Ingawa niliona kuna kabla fulani kuna chawa mmoja wa Yanga iweke wachambuzi ndio wasiomtaka kocha anajiita Sibeki Mchawi chawa ya sasa akawa Beki Mchawi ndio ameweka, nimeona imeweka ndio chawa Yanga. Chawa Unamzungumza Mako Mzumbe hapo? Ndio ni Mzumbe. Mzumbe ndio chawa. Kwa hiyo mimi sina level kumwogopa Mzumbe. Chawa. Kwa sababu unajua ameweka sasa, nikashangaa. Nasema hawa wachambuzi ndio wanaomtetea Folz. Unajua ukiona kuna mtu wa level ambaye haelewi hoja na kutetea, unaona kuna tatizo. Na bahati mbaya kama ni Mzumbe, nikati niliowafundisha watu mimi nasikitika, labda kwa sababu ameingia kwenye hilo grupu tayari naye kaisha haribikiwa. Lakini mimi simtetei Folz. Mimi naongea hoja. Na napoongea hoja kwenye level ya watu including wale ambao kama nimewahi kuwafundisha mimi, wanapaswa kujibu kwa hoja. Sio kutetea. Mimi sina uwezo wa kumtetea apate kazi wala kumtetea akose kazi. Mimi nilikuwa najaribu kusema, na kama unakumbuka kipindi kile tumemzungumzia Folz, maana mimi nilisafiri. Lakini kabla sijasafiri Yanga walikuwa wamecheza mechi moja tu ya ligi. Walikuwa wameshinda bao 3. Walikuwa bado wanaenda kucheza na Mbeya City. Hoja yangu ikawa mechi zote za kirafiki za mazoezi ameshinda. Mechi ya nikaanza na Ngao kwa masole nini Rwanda. Nikaanza na Yanga. Mechi siku ya Yanga nini? Yanga Day Alishinda dhidi ya Bandari. Akashinda. Tukaja kwenye Ngao ya Jamii. Akashinda, akachukua Ngao, akamfunga Mtani. Tukaenda kwenye ligi, ameshinda. Tukaenda kwenye Champions League mechi 2. Nikawakumbusha, nikawaambia kwenye aggregates kubwa ya Afrika kwenye hatua hiyo, mkiangalia Yanga walikuwa na aggregate kubwa. Kwanza aggregate ya kushinda nyumbani bao 3. Wamerudi nyumbani wameshinda bao 2, ukijumlisha zinakuwa 5. Nikawa nina hoja, nasema unamfukuza vipi kocha huyu? Yaani unamfukuza kwa pasi tu. Yaani kwamba wakishasema mashabiki basi sisi tunawasikiliza, tunamfukuza. Kwamba huyu kocha pasi tu. Swala la pasi si ni la kurekebisha timu siku ya mwisho. Kocha anakuwa judged sio na pasi ngapi alipiga. Anakuwa na judged na matokeo yake ndio yanaingia kwenye. Sasa ndio nilikuwa tunahoji hicho kitu. Nafikiri tulikuwa kwenye huo mjadala. Sasa ukimwona mtu anasema hawa ndio wanaomtetea kocha, ndio maana nikasema chawa. Kwa hiyo kama ni Mzumbe, chawa pia. Kwa sababu amereact kama chawa. Kwa hiyo mimi ninachokisema bado uko ukiangalia kwa zile nini mnaweza kuita zile namba za kocha hazimfanyi kuwa kocha wa kufukuzwa. Na kama ukiangalia Yanga wametoa sare na mambo ya pointi 2. Wao Yanga wenyewe majority wanazungumzia swala la uwanja, kwamba uwanja, na mimi nimeona iliingia swala la kishabiki, lakini kwenye swala la uwanja kwa ule uwanja ni mbaya. Ule uwanja kwa haki kabisa hauna level ya kuchezewa ligi kuu Tanzania bara. Hauna. Unapaswa ule uwanja ufungiwe, ufanyiwe ukarabati. Kwa sababu nilikuwa ukiangalia pasi inapigwa kutoka kule na kuja na dunda kama bisi hivi. Unautuliza vipi mpira? Umeweka mguu tulize, umeinua mguu pia unakuja unagonga kwenye goti. Inawezekana vipi? Kwa hiyo hata wao Yanga wanaona kwamba issue. Sasa ukiona kwamba hata wao wamesema ni uwanja, alafu kesho issue inarudi kocha. Mimi ndio nilikuwa nashangaa sasa. Kwa hiyo hawa wanaosema vile wanapaswa wajibu hoja. So wachambuzi hawa ndio wanaomtetea. Sisi kutetea, mimi sio kazi yangu kutetea, mimi sio mwanaharakati. Mimi sitetei wala sikandamizi watu. Mimi nasema hoja zangu ambazo ninaamini ni za msingi na ninaamini yatakuwepo tu majibu ambayo ni ya msingi. I challenge you, just challenge me. So uweke vitu vya kichawa chao. Kwa kuna uwezekano